Alhamdulillah. Sasa somo la leo ni kitu kinaitwa wajibatul haji. Somo la leo ni kitu kinaitwa wajibatul haji, mambo ya wajibu ya hija, tofauti kabisa na hizi nguzo. Hizi nguzo ziweke pembeni, ambazo lazima ufanye, halafu kuna na mambo yanaitwa wajibu wa hija. Ni tofauti na hizi nguzo, nayo lazima hayo uyafanye. Usipofanya ujue Mwenyezi Mungu tayari ameingia kwenye kukudai. Unaweza ukadaiwa kuchinja mbuzi, na kitu cha juu sana cha kuchinja ni ngamia. Ni ngamia. Sasa hayo yanayoitwa wajibu wa hija ni mambo sita. Ndugu wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo ya wajibu ya hija yanayoitwa wajibatul haji ni mambo sita. Tunafahamiana? Mambo sita. La kwanza nitataja kitaalamu, halafu nitafasiri. Ya kwanza inaitwa al-ihramu min al-miqati. Hebu semeni na mimi, al-ihramu min al-miqati. Hii ni ya kwanza katika wajibatul haji sita. Maana yake ni kuhirimia kituoni. Ni wajibu hujaji ahirimie hija kwenye kituo. Kuhirimia ndiyo nguzo ya kwanza kwenye zile nguzo nne, sio? Kule kunuia ndiyo nguzo ya kwanza, lakini sasa unahirimia wapi? Hiyo nia yenyewe unaifanya mahala gani? Hanui hija mtu popote. Yaani ukatoka hapa ukaenda zako Ubungo ukanuia, ukaenda sui Kenya, amna. Kuna maeneo mahususi ambayo hayo sasa ndo ameyaweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni maeneo ya kuweka hiyo nia yako. Usinuie kwengine, ni wajibu unuie hapo kituoni. Tumeelewana hivyo? Sasa vituo viko wapi? Nitavieleza nikifika mwisho wa haya mambo sita, alafu nitarudi nieleze hivyo vituo ni vituo gani, ili tuende vizuri. Kwa hiyo wajibu wa kwanza ni kuhirimia wapi? Kituoni. Al-ihramu min al-miqat ni kunuia kwenye kituo. Kunuia sio popote. Mungu hajataka hija yake mtu anuia anapotaka. Ameweka vituo, hivyo vituo ndo vitumike kuweka nia. Isingekuwa hivyo tungenuia nyumbani tu hapa, au sio? Siku unaondoka unanuia kabisa, imekwisha. Lakini la, kuna mahala maalumu ndio unapaswa uweke hiyo nia yako. Hii ni wajibu wa kwanza, ikiwa tumeelewana. Wajibu huu unacho kiporo, kitakuja mwisho kueleza kwa majina hivyo vituo ni vituo gani. Wajibu wa pili wa hija inaitwa mabitu bimuzdalifa. Semeni na mimi, almabitu bimuzdalifa. Almabitu bimuzdalifa. Wajibu wa pili ni kulala Muzdalifa. Ni kulala mahala gani? Muzdalifa. Hapo Muzdalifa kulala sio hiari, ni wajibu. Na usipolala Muzdalifa Mungu atakudai mbuzi. Itabidi uchinje mbuzi kama ukulala Muzdalifa. Almabitu bimuzdalifa. Kulala Muzdalifa ni lini? Ni usiku wa kuamkia siku ya Idi. Si mnafahamu mfungo tatu tutakuwa Maka sisi, na kuna ile Idi ya mfungo tatu, sio? Usiku kuna mahala tutalala ili tukiamka asubuhi tunaamkia Idi. Mahala hapo panaitwa Muzdalifa. Tunakwenda kulala Muzdalifa tukitokea wapi? Tukitokea mahala panaitwa Arafa. Kwa sababu mwezi tisa tutakuwepo viwanja vya Arafa. Na kwenda Arafa tumeshasema hapa ni nguzo, sio? Hiyo nguzo kwa kawaida inamalizika jua likizama, ghurubu shams. Jua likizama tunatoka pale Arafa. Na kusema kweli, hata kama itakuwa imekushika takwa ukasema mimi bana hapa Arafa mahala patukufu sana, dua inaombwa hapa Mungu hairudishi, anapokea dua za hapa, na Mungu mwenyewe anakuja Arafa. Sasa mimi sitaki kuondoka Arafa.
utaondoka kwa sababu mbili. Ziko mambo mawili yatakuondoa pale. Wasipokuondoa mbu, utaondolewa na askari, kwa sababu watu wanaanza kuondoa yale mahema, kila kitu, wanaondoa maji, vyakula, kila kitu, watakuja kukuondoa wale watumishi wa kule. Lakini hata wakikuachia, alhamdulillah, nina mashahidi wenzangu hapa, mtawauliza. Mimi nimebahatika kusafiri kwenye hii dunia. Kusema kweli, sijawahi kuona mahala pana mbu kuliko pale Arafa. Mbu na mbu wa Arafa ni special kwa sababu ni mbu anafika kama nzi ukubwa wake, mbu wakubwa. Nadhani watu ni wengi, kwa hiyo wanakuja kupata chakula cha kutosha pale. Kwa hiyo sasa, kama utavumilia wale mbu siku hiyo, usiwaache na njaa, baki Arafa. Kwa hiyo mwisho ni jioni, kuzama jua. Tunaelewana? Ukitoka pale Arafa sasa ni jioni, wapi unakwenda? Unakwenda Muzdalifa. Na Muzdalifa ukifika hutoki mpaka asubuhi. Kwa kile kitendo cha kukaa pale Muzdalifa usiku, amesalimika mtoto, kukaa usiku pale Muzdalifa mpaka asubuhi ya siku ya Idi, kukaa pale ni wajibu, na ndiyo wajibu wa pili, unaitwa almabitu bi Muzdalifa, ni kulala Muzdalifa. Pana watu wanaruhusiwa kuondoka pale Muzdalifa katikati ya usiku. Kuna wanaokwenda kushughulika na mambo ya kuchinja, kuna watu wanaenda shughulika kuwasaidia madhaifu, wengine hata wagonjwa. Zamani kulikuwa hakuna maji mengi miaka hiyo, kuna watu wanakwenda kusaidia kulisha wale wanyama, kuna watu wana hizo dharura. Lakini sisi tunakuwa hatuondoki mpaka kufike asubuhi. Sasa wajibu wa pili wa hija unaitwa kulala Muzdalifa. Tunaenda pamoja? Namba 3, wajibu wa 3 wa hija unaitwa mabitu layali Mina. Nifatisheni, semeni mabitu layali Mina. Mabitu layali Mina ni kulala au kukaa yale masiku ya Mina. Kuishi pale Mina ni wajibu, lazima tukae Mina. Tunakaa Mina lini? Si mnakumbuka mwezi 9 usiku tumelala Muzdalifa, na kulala pale ndio wajibu wa pili. Tumeamka pale Muzdalifa, tunarudi Mina, na hicho ni kipande cha kwanza ambacho utatembea ukiwa hija kwa mguu. Huku nyuma yote utapewa basi za kuhudumia. Lakini asubuhi siku ya Idi tunapotoka pale Muzdalifa tunarudi Mina, na ni safari ya kwenda Jamarati. Nitataja ni kitu gani Jamarati. Lile ndio eneo namba 1 ambalo hutopewa basi, utatembea kwa mguu. Utatoka zako Muzdalifa, utakuja Mina, na hutokuwa peke yako, ni dunia nzima, tunapita barabara moja. Alafu ukitoka zako pale Mina tunakwenda Jamarati, tunakuja tena hapa Mina. Tutaishi Mina ama siku 2 au siku 3, usiku na mchana, maisha yetu yatakuwa ni Mina, na ni eneo takatifu sana Mina. Ukiishi Mina unaishi eneo tukufu. Kwa nini? Ndiyo eneo alilitumia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha watu hija yote. Hija yote Mtume aliifundisha akiwa Mina. Na sisi tutalala Mina ama siku 2 au siku 3. Nani karuhusu uchague? Yani ukae siku 2 au siku 3, ni ruhusa ya nani? Ni ruhusa ya Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema ukiwa pale Mina, faman taajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man taakhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Atakayechelewa pale Mina akakaa siku 3 hana dhambi, na atakayekaa siku 2 pia akaondoka hana dhambi. Lakini hayo yote yawe ni kwa uchamungu. Kinachokubakisha Mina siku 3 kiwe ni uchamungu, na kinachokuondoa pale Mina umekaa tu siku 2, sababu iwe ni nini? Ni uchamungu. Kwa hiyo kitendo cha kuishi Mina hizo siku 3 au 2 ni wajibu wa 3 katika zile wajibu 6 za ibada ya hija. Tunaelewana?
Nyie kina baba tunaelewana? Najaribu kufunga ule mlango wa zero, ule mlango wa sifuri hapa usiwepo hapa. Hapa watu wote mnatakiwa kupata 100 kwa 100. Nanielewa? Na huko mwisho wa semina nitakuwa nafanya mtihani hasa hapa. Tauliza maswali nijibiwe. Alafu nikiona imetokea zero tutasaidiana huko mbele, lakini zero isije inshallah. Nimetaja wajibu wa kwanza ni kunuia kituoni na vituo nitavitaja. Nimetaja wajibu wa pili ni kulala Muzdalifa. Nimetaja wajibu wa tatu na ndio nataka kuondoka ni kulala Mina, kuishi Mina siku 3 au 2. Mabitu layali Mina. Na kwenda wajibu namba 4. Wajibu wa 4. Wajibu wa 4 unaitwa ramyul jimari thalath. Semeni ramyu aljimari thalathi. Ramyul jimari thalathi. Semeni. Mnajua kama wengine thalathi. Ramyul jimari thalathi. Unajua hichi Kiarabu kwa mtu aliyokuwa hajakaa darasani vizuri kinasumbua hiki. Lakini sasa ndo tujikaze tu. Ndo tumo uwanjani tena, kwa hiyo lazima tujitahidi kidogo. Semeni ramyul jimari thalathi. Hii ni nguzo ya 4. Kiswahili ni kuvirushia mawe vikuta vitatu. Kurusha mawe, kupiga vikuta vitatu. Hii ni wajibu wa 4. Sasa kwa lugha ya kiibada tunasema ni kwenda kumpiga mawe shetani. Kuna mahala tutakwenda kumpiga mawe nani? Shetani. Panaitwa jamarati. Kwenda huko kumshambulia shetani ni wajibu namba 4 katika hizo wajibu za hija. Isikupitikie ikaingia kwenye kichwa chako kwamba tutakapofika kule tutamkuta shetani amewekwa, yeye mwenyewe yule ibilisi kakaa anatungoja sie tuje na mawe yetu je tushambulie. Usitie hiyo kichwani. Hutomuona wala humkuti, sio? Kumbe unapiga shetani gani? Kumpiga shetani kule ni ishara ya ibada ilofanywa na Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim alimpiga shetani mwenyewe kweli wakati wa kutekeleza ile amri ya kumchinja mwanawe Ismaili. Mnakumbuka? Na semina iliyopita mliambiwa hapa na Sheikh Deresi. Sasa ile amri ilipokuja, shetani akamwambia Ibrahimu, ushakuwa mzee kama hivi, Mungu akupa mtoto mmoja tu, leo unaenda kumchinja, utapata maneno hayo ya ushawishi. Ibilisi Nabii Ibrahimu akachukua mawe akampiga kweli. Akenda kumshawishi Ismaili, unakwenda kuchinjwa, na ukichinjwa maana yake ndio uhai unatoweka, unazo akili. Ismaili akamwambia, kwani anaenda kumchinja baba kwa sababu gani? Anadai kapewa amri na Mungu. Akasema basi kama ni amri ya Mungu na mimi ni wa Mungu, mwacha afanye, sio? Naye akachukua mawe akampiga kweli. Akarudi kwa mama yake Ismaili atwa Hajar, sio? Hajara. Naye akaenda kumshawishi, mwanao anakwenda kuchinjwa, baba yake anasema anaenda kumchinja kapewa amri na Mungu. Yule mama akasema basi kama ni amri ya Mungu ndo alomuumba, mwacha akatekeleze. Na yule mama akachukua mawe akampiga. Sasa hawa walimpiga kweli, mwenyewe alikuwepo. Sisi hatutomkuta pale jamarati katusubiri. Humo alimopigwa mawe kumejengwa vikuta vitatu vinafanana kama hivi kwa urefu, sio? Lakini maana yake nini? Ukisikia kikuta sio kama hichi kitabu, ni kuta kubwa kweli kweli. Pengine kutoka hapa kwenye ukuta huu mpaka kule kwenye bati lile kule. Hii lote ni kuta kwa sababu watu ni wengi, sio? Watu ni wa dunia nzima. Sasa kuta moja hili linaitwa Jamaratul Ula, yani kuta la kwanza. La katikati linaitwa Jamaratul Usta, yani kuta la katikati. Na la mwisho kule ambayo ndio linaelekea kurudi Makka linaitwa Jamaratul Aqaba. Haya makuta matatu kwenda kuyapiga kwa siku zote za Mina ni wajibu, si hiari ya mtu. Asipofanya hivi mtu kavunja wajibu, na kwa hiyo atatakiwa kutenda jambo litakalounga hii kasoro, na jambo lenyewe ni kuchinja. Si unanielewa ninavyosema? Sasa
Mawe ya kupiga hizi kuta ni mawe ya namna gani? Nafahamu kuna tatizo kidogo hapa, na tumeliona mara nyingi tu, sio? Akishasikia mtu shetani anapigwa mawe, basi naam, anachukua mawe kweli. Kule Muzdalifa watu huchukua mawe akatia mahala ni begi hasa humu kajaza mawe, anajua anaenda kupambana na shetani maskini, kumbe hamkuti. Ni kikokoto, sio? Vinaitwa haswatu. Alhaswa ni kikokoto. Ukubwa wa hicho kijiwe ni kama punje ya haragwe. Maharage tunayajua, ni kama punje ya haragwe tu. Basi unakuwa umeviandaa kwenda kumpigia shetani, na Mungu atakulipa thawabu kuwa kweli umempiga shetani mwenyewe. Wewe si unapiga ukuta, unaandikiwa na Allah, hukupiga ukuta, umempiga shetani. Lakini umpige na ikhlasi, ni kwenye ibada pale. Ukienda na ujinga, wewe mchezee tu, anakusubiri huko. Si utatoka Maka? Wewe mchezee kule, atakusubiri huko. Ukifika tu kutoka Maka, sasa unafikiria maasi, analipiza. Sasa ni mawe mangapi? Ni mawe mangapi? Siku ya kwanza linapigwa kuta moja tu, linaitwa Jamaratul Aqaba. Lile la mwisho kabisa kule, ikiwa unataka utoke kuelekea Maka, linapigwa vikokoto 7. Na nielewa vile vikokoto viwe vingapi? 7. Siku ya pili, ambayo sasa ni mwezi 11, utapiga makuta yote matatu. Makuta yote matatu yote yanapigwa, na siku ya pili ni hivyo hivyo, na siku ya tatu ni hivyo hivyo. Mwezi 11, mwezi 12 na mwezi 13. Moja, tunaelewana? Kitendo hicho cha kupiga hayo makuta matatu kinaitwa kitendo cha kumpiga shetani, Ramiul Jimari Thalathi. Hicho ni wajibu namba 4 katika zile wajibu za hija. Tunafahamu? Tunakwenda vizuri? Ukimya huu maana yake ile funguo ya sifuri inaanza kufunguka, inafunguka funguo ya 0 hapa, sio? Nimesema kwamba wajibu namba 4 wa hija ni kwenda kumpiga shetani. Tunaelewana? Na kinachopigwa humkuti physical shetani yupo, unapiga vikuta vitatu. Hicho ndo kitendo cha wajibu. Hadi hapa tumeelewana? Sawa. Na kwenda wajibu wa 5. Wajibu wa 5 ni kuchinja, inaitwa dhabhul hadaya. Semeni dhabhu alhadaya. Dhabhul hadaya ni kuchinja, na alhamdulillah anayechinjwa ni mbuzi. Na nyote hapa mmeshalipia mbuzi, yaani hapa kila mtu ana mbuzi wake. Inasubiriwa hiyo siku tu ya kumchinja, na siku ya kumchinja ni ile siku ya Idi, siku ya sikukuu, ndo siku atakapochinjwa huyo mbuzi. Kuchinja yule mnyama siku ya Idi ni wajibu, lazima uchinje. Tumeelewana hivyo? Lazima uchinje huyo mbuzi. Ikiwa mtu kenda Maka siku zile nidhamu hazijawa ngumu, akenda akamkosa mbuzi wa kuchinja, na kuchinja ni wajibu, badala yake anafanyaje? Mwenyezi Mungu anasema atakayekosa kichinjwa, fasiyamu 3 ayamin fil haji wa 7 idha raja'tum tilka 10 kamila. Atakayekosa mnyama wa kuchinja anatakiwa afunge siku 3 akiwa Maka. Afunge siku hizi siku 3, na siku 7 afunge akirudi huku. Jumla ya ukichanganya 7 na 3 zinakuwa ngapi? Aliyekosa mbuzi atafunga siku 10 badala ya huyo mbuzi aliyomkosa. Siku 3 Maka na siku 7 huku atakaporudi. Unaweza kuona huo uzito kwamba kweli ni jambo la wajibu. Hiyo ni namba ngapi? Namba 5. Wajibu wa 6 na ndiyo wa mwisho inaitwa tawaful wadai. Semeni tawafu alwadai. Baba una neno, sema. Inuka ili nikusikie mwanangu. Mwanangu huyu amesikia mambo ya kuchinja. Akikosa kule Maka mtu mbuzi, si atafunga siku 3, na huku si atarudi atafunga siku 7.
Sasa baba ananiuliza, mtu kama yupo huku hajenda Maka hasa, halafu huku kakosa huyo mbuzi wa kuchinja siku ya Idi, naye huyu wa huku anafanyaje? Au sio baba? Swali zuri sana, sio? Akikosa huku mnyama wa kuchinja, baba anawacha huku, haambiwi afanye chochote. Na kwa kuwa mbuzi wa kuchinja huku siku ya Idi anakula yeye na kuwagaia jirani zake na maskini, au sio? Basi akimkosa huyo mbuzi alotajwa kwenye sharia, sasa aende zake Kisutu akatafute kuku wazuri, atafute kuku safi kabisa baba. Warabu wanasema mwanangu hivi, likulli shay'in sayyidu wa sayyidu lahmi dajaja, kila kitu kina bwana wake na bwana wa nyama zote duniani ni kuku. Si umenielewa? We mwanangu, ukikuta nyumbani leo mama akapika hapa nyama ya ng'ombe safi kabisa na hapa kaweka kuku safi, utapeleka mkono wapi? Sema wakusikia. Anasema kwenye kuku. Aya, kaa. Wajibu wa sita na wa mwisho ni kufanya tawafu. Ni kufanya nini? Tawafu hii sio ile ya hija. Hii ni tawafu nyingine kabisa. Ni tawafu ya kuaga, inaitwa tawaful wadai. Tusemeni tawaful wadai. Tawafu ya kuaga. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, liyakun akhiru ahadikum inda albayti, muda wa mwisho wa mtu miongoni mwenu akiwa kwenye ibada ya hija, jambo lake la mwisho iwe ni kuzunguka Al-Kaaba. Kama vile ulipoingia Maka ulikwenda moja kwa moja kuzunguka Al-Kaaba, na siku ya kuondoka kitu cha mwisho kiwe ni kufanyaje? Ni kuzunguka Al-Kaaba, ni kutufu. Ukimaliza tawafu hiyo ya kuaga, hata kukaa Maka huruhusiwi, ila kwa dharura ya kusubiri usafiri, kwa dharura za kibinadamu. Lakini hapo ujue unasubiri usafiri kama upo, ukitoka kwenye tawafu ni kwenye gari moja kwa moja airport, tayari unarudi kwenu. Sasa hizo ndio wajibatu za hija. Ndugu zangu, mnanielewa? Nimesema wajibu za hija ni 6, au sio? Wajibu wa kwanza ni kunuia kituoni, al-ihramu min al-miqati, sio? Ni kunuia wapi? Kituoni, asinuie mtu popote. Wajibu wa pili wa hija ni mabitu bi Muzdalifa, ni kulala Muzdalifa. Ni kulala Muzdalifa. Muzdalifa pana majina mawili, panaitwa Muzdalifa na panaitwa Mash'arul Harami. Mash'arul Haram, na ndio jina la Qur'ani. Mola anasema, idha afadhtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'aril haram, mkishatoka zenu Arafa mtajeni Mungu sana hapo Mash'aril Haram, na Mash'arul Harami ndio Muzdalifa. Kwa wajibu wa pili wa hija ni kulala Muzdalifa. Tuelewaneni, nikisema kulala Muzdalifa haina maana ukifika tu unawajibika utafute kigodoro na hivi ulale. La, kulala Muzdalifa ni wewe kuwepo Muzdalifa. Ukilala sawa, kama unasoma Qur'ani usiku kucha ndo sawa zaidi, ukiamua kumtaja sana Mwenyezi Mungu, na ndo alivyotaka mwenyewe. Mola kataka ukiwa Muzdalifa kusema kweli ufanye dhikri nyingi sana. Fadhkurullaha inda al-mash'aril haram, ni dhikri. Ingawa kuna jambo na natamani nisilipite ile jambo kwa sababu nitasahau. Ukifika Muzdalifa watu ni namna mbili. Kuna wengine wanatamani hasa hiyo dhikri wafanye. Kuna watu wakifika Muzdalifa kusema kweli mimi hapa bana nimtaje Mungu sana. Hiyo aina ya kwanza. Na kuna mwingine akifika Muzdalifa hana habari ya dhikri yoyote, yeye anajiuliza, hivi naweza kulala hapa mimi? Kuna mtu anajihoji, nitalala mimi hapa kweli? Ndugu Waislamu, naogopa sana mimi kusema Muzdalifa ni pachafu. Naogopa kupaita hivyo. Wewe mgeni wa Mungu uwe unaelewa hivi, Maka utaishi hotelini, utakaa hotelini, na kwenye hoteli kule Maka kuna mpango wa kuanza kujifunza kuishi na watu ambao hawana tabia kama za kwako. Unaelewana? Yako mafundisho kwenye hii ibada, uwe unamudu kuishi na watu tofauti, uweze kuvumilia zile tabia zao. Mnanielewa?
Maka mpango uliopo, chumba kimoja wanaishi watu 4, 3, na kuna vyumba mpaka watu 5, vilivyogawanywa ni vitanda. Sasa mkiingia kwenye chumba mko watu 4, kuna tabia humo ndani karibu 20. Ulufu tibai fi ulufi hayakili, watu kila mtu ana tabia chungu mzima. Hapa waweza kuona mtu ana tabia 15, ana tabia 8. Mtu huyo ana hasira sana, yani ukimchokoza kidogo umekwisha, ana hasira nyingi. Kuna mtu tabia yake msemaji sana, wenzake wamechoka watakulala, yeye ndo anafungua mdomo na hanyamazi mpaka mtamshukuru kwanza. Kuna mtu mwingine amefika huko ndani, nataka mumzime basi taa angalau mpate usingizi, yeye anafungua. Na kuna mwingine maskini, Mungu amrehemu, yeye akifika kule ndani mmeshakaa, yeye anafungua simu, anaanza kuwasha vidude, anasikiliza vitu gani, kelele. Wote hao mtachanganyika. Mungu anataka ujifunze kukaa na watu wa tabia tofauti na uweze. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia sio ya kwako peke yako, dunia hii ya wote, na tabia zetu ni tofauti. Sasa uweze kuvumilia watu, uwe unamudu kuvumilia zile tabia za watu. Ukiwa huwezi kuvumilia tabia za watu, dunia haikufai, kwa sababu haiwezekani hata siku moja watu wote tuwe na tabia moja. Tuna tabia tofauti kabisa, sio? Mnanielewa? Mtu mmoja, huyu sijamwambia, huyu bwana mkubwa, mtu mmoja, na nadhani hija iliyopita hii, unajua tulikaa nyumba tofauti mimi na wewe, chumba kimoja. Chumba mwagani tumekaa tofauti mimi? Madina. Mtu mmoja, yeye maskini alivyojaliwa na Mungu, ajabu kweli. Yeye kwa kuwa tuko wanamume watupu mule chumbani, akianza kwenda chooni anaanza kuvua nguo zake zote hapa mbele yetu sisi. Namwambia haifai, anaambia kuna nini? Sisi wanaume wote hapa, kuna tatizo gani? Anakwenda huko kama alivyozaliwa, anarudi, bwana wangu usifanye hivyo. Asema shekhe bana, huu uzito hamna, wanaume watupu hapa. Yeye kafahamu hivyo. Kumbe Qur'ani imekataza kukaa uchi mbele ya mtu yoyote, ila mtu na mmewe, au sio? Walladhina hum lifurujihim hafidhuna illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Hizi ni sifa 6 za watu wa peponi. Moja ya sifa zao, wanahifadhi tupu zao. Walladhina hum lifurujihim hafidhuna, tupu ya mtu ihifadhiwe. Hasa kuna watu hawaelewi maana yake nini kuhifadhi tupu. Maana yake uhakikishe tupu yako alokupa Mungu isionwe. Mume basi ni mke au mume. Ukiona umefungua mlango wa tupu yako kuonwa, kuchezewa, kutumiwa na asiyekuwa mke au mume, umeshamkorofisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati huo sasa inakuwa we na wanyama hamna tofauti, inakuwa we sasa ana mnyama tu. Sio? Mnanielewa mahujaji? Sasa kuna mtu ana tabia kama hiyo, ukiweka hasira simtapigana. Wewe unatukalia bila nguo kwa nini bwana? Atakwambia unataka nini? Maka mtaanza ugomvi. Unakwenda fanya mazoezi ya kuweza kuishi na watu wenye tabia tofauti na wewe, na ndio Mungu anataka tuishi hivyo. Hata mitaani tunamokaa humo, au sio? Utamwona jirani yako ana tabia uzipendi kabisa, lakini utamfanyaje? Ndio jirani, au sio? Wewe na mumeo ndani mnataka mlale mswali, jirani hapo kuna mtu na mume wake wanawasha sabufa, wanaanza kupiga mziki usiku kucha, au sio? Utawafanyaje sasa huko? Sasa Muzdalifa yuko mtu yeye anatamani afanye dhikri, na kuna mtu anajiuliza nitalalaje hapa? Maka unalala hoteli, Mina unalala kwenye hema. Mina ni kulala kwenye hema na vigodoro. Sisemi godoro Mina, nasema kigodoro. Kuna wakati kigodoro cha Mina, alhamdulillahi rabbil alamin, yani we mwenyewe unaona kabisa kuwa hakikutoshi vizuri, we mwenyewe mtu mmoja. Na ndio raha za huko. Hizi si atuiti dhiki za Maka, ndo raha za Maka. Wewe upime malipo utakayolipwa na Mungu, uyalinganishe na hii unayoiita tabu. Hii unayoiita dhiki, hebu pima Mungu anakuandalia nini? Elimu inasema kullu man ya'rifu al-matluba yahkiri ma badal. Kila mtu anayejua thamani ya anachokitafuta, anajua thamani anachotafuta,
anakipa thamani ndogo anachotoa yeye. Jamani, tunaelewana? Hujaona mtu anakwenda kwa sonara hapa Kitumbini, wanatoa mapesa chungu mzima, anapewa kidhahabu kama ipete, au sio? Wakati huo kaona pesa zake hazina thamani kuliko cheki dhahabu, ndio maana anazitoa. Si unanielewa? Tunakwenda kutafuta pepo. Hii safari iite ni safari ya kwenda kutafuta nini? Na umeona kitu gani kina gharama ya juu kuliko pepo ya Mungu subhanahu wa ta'ala? Tunakwenda kutafuta nini? Tunakwenda kutafuta kufutiwa dhambi zote. Hapa tuna madhambi haisabiki sote sisi, hakuna asokuwa na dhambi hata mmoja, na wengine madhambi subhanallah, tungejuana tusingekaa hapa, au sio? Unakwenda kufutiwa yote, ndio utafananisha gharama yake na wewe kulala kwenye kigodoro, hata chini lala, au sio? Kwa hiyo Mina utalala kwenye godoro, kigodoro kusema kweli, saa nyingine kama ni mtu mnene kidogo utagusa na chini kidogo, raha tu, hiyo ni raha tu, hakuna shida yote kule. Ukitoka Mina safari ya kule Arafa utakaa kwenye hema kwa sababu hatulali Arafa sisi. Sasa ukifika Muzdalifa, hija yangu ya kwanza mimi kwenda hivi sasa, alhamdulillah, mimi nina hija nyingi mno nimekwenda. Natoka nimekwenda hija mara ya mwanzo, Mola wangu hajaniziwia kwenda hija tena mpaka leo. Mimi kila mwaka nakwenda, mnanielewa sijui? Hija ya kwanza nilipofika Muzdalifa, nikasema analala mtu kweli hapa, anaanzaje? Na siku zile sasa unatafuta kiboksi tu hivi, unasikia wengi wanalala chini kabisa, na mandhari yake kusema kweli na tabu, na ni mataifa mengi tu, na mataifa mengine hawana nidhamu hata ndogo. Yani vioni kuna taifa anaona kabisa wamejipanga, wanamume na mwanamke anakuja kupanga hapa, anakuja kuingia upande wa wanawake na mwanamume anakwenda kuingia mule. Alafu mwingine atoka chooni anakuja kunawa, alichokifanya chooni anakuja kunawa hapa mbele mlipokaa nyinyi. Yani ndo mazingira ya Muzdalifa haya. Mwingine ya subhanallah, akishaona foleni ile ya alfajiri vioni pale Muzdalifa, foleni ni kubwa, sio? Hapa tu karibu na watu, anajigeukia pembeni, anakidhi haja yake ndogo. Kwa kunakuwa na mashaka hayo, unasema nitalalaje hapa? Basi mimi nakupeni habari ya furaha, nakupeni habari njema. Sijawahi kuona mahala hapa duniani nilimojaliwa kwenda pana usingizi mtamu kuliko Muzdalifa. Yani unalala, hujawahi kulala kama hivyo Muzdalifa. Unasema nitalala, unalala bwana. Nimelala, nimeamshwa alfajiri, mimi tena mkali, nataka niachwe. Na una tabu anoniamsha, kumbe naamshwa ni sali. Usingizi mtamu Muzdalifa. Na unasoma pale, watu wote wamelala chini, matajiri, maskini, viongozi wa nchi, watu gani, yani unalala watu wote sawa. Ni Muzdalifa, sio? Nafahamika ninavyosema? Kwa hiyo Muzdalifa pale ndio aliosema anataka kufanya dhikri wala afanye. Kwa hiyo sasa mimi nataka kufanya dhikri hapa, hata afanye, anavamia na usingizi sasa hivi. Siku hiyo mimi nilosema siwezi kulala, nikachukua msaafu mwenyewe nataka nisome. A'udhu billahi minash shaitani, bismillah. Niliishia bismillah. Nimeamka asubuhi kwa kuamshwa. Ndugu zangu mahujaji, wajibu wa kwanza ni kuhirimia kituoni. Wajibu wa pili wa hija ni kulala Muzdalifa. Unanielewa? Muzdalifa. Wajibu wa tatu ni maisha ya Mina. Inaitwa mabitu layali Mina. Ni siku za kuishi Mina, ni siku 2 au siku 3. Na wajibu wa nne wa hija ni kuchinja, sio? Ni kuchinja wanyama, na mnyama mwenyewe ni mbuzi. Tumeelewana? Na wajibu wengine wa 5 wa hija ni kwenda kupiga mawe kule Jamarati, kwenda kumpiga shetani kwa muda wote wa kuishi pale Mina kila siku. Na wajibu wa mwisho ni kufanya tawafu ya kuaga, tawaful wadai. Ukiulizwa unazijua wajibu za hija, mwambie mtu naam, nazijua. Ziko ngapi? Mwambie ni 6. Nitajie, mwambie naam. Ya kwanza ni kuhirimia kituoni, ya pili ni kulala Muzdalifa, ya tatu ni kulala Mina masiku 3 au 2, ya 4 ni kichinjwa, ya 5 ni kupiga mawe Jamarati, na ya 6 ni tawafu ya kuaga. Hizi ndio wajibatil haji. Nyinyi wageni wa Mungu mmenielewa?
Ikitokea sasa hivi testi mtihani hapa tunapata 100 sote hapa. Maana wengine mnaangalia chini, mnabidi mnijibu tu. Tukipiga kijimtihani hapa tunapata 100. Kwa fadhili za Mungu mimi nimeshaeleza nguzo za hija ni ngapi. Nimeshaeleza wajibu wa hija ni mambo mangapi, au sivyo? Hapa kuna jambo nisiliwache, maana karibu nitoke kwenye hija nende kwenye swala. Sasa kuna tofauti gani kati ya nguzo na wajibu? Wakati ambapo vyote ni lazima ufanye, huruhusi kuacha hata hiki. Nguzo ya hija usiache kwa sababu hija haitosihi, na wajibu wa hija usiuache kwa sababu kuna vitu udadaiwa na Mwenyezi Mungu ufanye. Tofauti yake nini wajibu na nguzo? Wewe mgeni wa Mungu ulioko hapa nielewe. Nguzo ya hija ni kile kitu ambacho ukikiwacha kufanya na hija yako batili. Tumefahamu? Nguzo ya hija ni yale mambo ambayo ukiwacha kufanya ukaliwacha na hija imekufa, hija yako batili. Wakati ambapo wajibu wa hija kama utauacha, hija haijafa, hija haijabatilika. Badala ya ule wajibu utachinja. Wewe unachinja na hija yako inaendelea. Ndiyo tofauti tu kati ya wajibu na nguzo. Nguzo ni yale mambo ambayo ukiwacha makusudi, bahati mbaya umewacha, hija imekufa, uje tena mwakani. Lakini wajibu ni mambo ukiliwacha wewe utachinja. Utachinja. Ukichinja bado na Mungu mnakwenda sawa. Tumeelewana kati ya wajibu na nguzo? Yote usiache. Lakini ikitokea umeacha nguzo na hija imemalizika, tumesafiri, ushaharibikiwa. Lakini kama umeacha wajibu, wewe fanya mpango uchinje. Swali kama la mwanangu, haya, na huyo wa kumchinja mbuzi umemkosa. Umekwenda na vijipesa kidogo maskini, na kule mbuzi sasa hivi si dola ngapi sasa hivi mbuzi? Mwaka jana ilikuwa dola ngapi mbuzi mmoja? Dola 200 sasa hivi, sio? Dola 200 kwa pesa ya Tanzania shebabu shilingi ngapi sasa hizi? Laki hizi. Vingunguti mbuzi mmoja 1,500,000. Vingunguti. Pengine paka unamfikisha kwako. Kule laki hizi. Na mtu maskini ya Mungu pengine pocket money yake kachukua dola 100 tu, dola kidogo, au sio? Maana pesa hatuna. Mungu atupe pesa inshallah. Au kuna mgeni wa Mungu ataki pesa? Mungu atupe pesa tuende vizuri. Sasa mtu kama hana pesa na amewajibikiwa achinje na pesa hana ya kupata mbuzi, yeye naye anafanyaje? Sawa sawa na swali la baba yangu huyu hapa. Hamna tabu. Ukimkosa mbuzi kufunga kumekuhusu. Utafunga siku 3 Maka, utakuja funga siku 7 ukirudi. Na haya tumeyafanya. Kila siku naeleza habari ya yule mzee wetu yule, au sio? Yeye katoka zake huku Mina siku ya mwezi 10, kasha kutoka Jamarati, huyo amekuja zake mpaka Maka kwa tawafu ifadha mwezi 10. Hamna neno. Ukishafanya tawafu ifadha, sasa unatakiwa urudi kuishi Mina, ni wajibu. Kawafuata wenyeji. Alipopata wenyeji maskini wamemaliza mambo yao, hawakumuona, hakuwaona walikopita. Naye kule Maka ndo safari yake ya kwanza. Na Maka sio safari ya kokote duniani, usifananishe. Maka hakuna uzoefu, kwa sababu wanapotea mpaka wenyeji. Yaani wewe mwenyeji wa Maka na wewe pia unapotea. Sembuse hujawahi kwenda hata siku moja. Na ndo maana tumewasisitiza watu mara chungu mzima, usipende kuwa peke yako. Kwa uchache angalau muwe 3. Mmekosa angalau 2. Watu wa kule Ngazija kule Komoro wanasema 1 hatari, 2 habari, 3 safari. Ukiwa peke yako ni hatari, ukipata tatizo nani atajua? Si ndio? Basi imekusha habari yako. Lakini mkiwa 2 anaweza mmoja kurudi kutoa habari, jamani mwenzangu yuko kwenye shida kule. Na mkiwa 3 sasa mnakwenda zenu safari. Usiwe peke yako. Bwana mkubwa wenyeji wameshaondoka, yeye hakana anamuona, anomjua, anababaika. Bahati nzuri anakumbuka njia ya kurudi hoteli. Angalau hiyo nafuu. Akaruza zake hoteli, hakuja Mina tena. Siku ya kwanza, ya pili, mpaka tumetoka Mina, sisi tumemkuta hotelini kajaa kama hivi. Atulia mwenyewe kashuarika. Wewe mzee, kwa nini hukuja Mina? Asema mimi watu walinikimbia na nilikuwa nimechoka baba, huoni umri wangu? Kwanza nilichoka na hao wenyeji wamenikimbia. Nikaona hii kukimbiwa neno tu, hasa hilo la kuchoka hilo ndo lenyewe, kwa sababu parefu kidogo pale.
Nikamwambia baba, usijali, madhali hukuja Mina, Mwenyezi Mungu anataka uchinje, lazima utafute mbuzi uchinje. Akanambia baba, mimi sina hela ya kuchinja kabisa. Kwanza hija kwenyewe huku mimi nimeletwa tu. Nikamwambia hamna shida, shukuru, kuna wengine hawajaletwa, wewe Mungu akuchagua umeletwa bwana. Basi badala ya kuchinja unatakiwa kufunga sasa siku 10. Siku 3 Maka, siku 7 kule. Akasema ina maana ukija huku Mungu akuhurumii? Inakuwa Mungu hana huruma tena huku kwa wazee. Wazee kama sisi unaambiwa mara funga. Kufunga sijui maana ukanunue mbuzi, pesa sina. Huyu Mungu huku ukija hakuhurumii tena? Ananiuliza hivyo. Wallahi laadhimu, akanambia mimi ningejua nisingekuja huku. Huko nisingekuja kabisa, na nikirudi nyumbani naenda kuambia wanangu msiende Maka, kule huruma hamna. Ananiambia mimi maneno hayo. Nikamwambia baba, basi kazi yangu mimi ilikuwa ni kukusaidia tu vile anavyotaka Mungu. Mimi sina nguvu ya kukuvuta, baki utaelewana na mwenye hija yake. Akanambia sawa. Yani kasema sawa, basi hamna neno, sawa. Asubuhi kumekucha, nikutana naye akanambia vipi? Namwambia vipi mzee? Bwana nimeamua kufunga. Utagombana na Mungu, utamweza wapi? Utagombana na Mungu, utamwezea wapi bwana? Nimeamua zangu, bora nifunge. Akamwambia sawa, mtaelewa na tuendelea. Endelea. Mimi naamini somo hili la leo tumeelewana, sio? Inshallah Mungu atusaidie tuelewane vizuri. Nahamia kwenye somo jingine, lakini pengine kuna swali ya maeneo haya niliyoeleza. Karibu. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ndio. Ndio. Sahihi. Jawabu ndio. Uwezekano wa kufika upo na watu wote takriban wanafika. Njia ni mbili. Kwanza nataka ujue sehemu ya hilo kuta si moja. Kuna ground floor, sio? Kuna hapa chini, kuna juu kidogo pia, ghorofa ya kwanza, kuna mpaka ya 3. Kwa hiyo kuna wanaopiga huko juu, kuna wanaopiga katikati na kuna wanaopiga huko chini. Hiyo yote kupunguza ile zahma, yani msongamano. Lakini njia ya pili ni kuhakikisha unawasikiliza wanaokuongoza. Na kwa safari yako hii wanaokuongoza ndo sisi. Na inshallah na mimi nitakuwepo. Wewe nisikilize, nifate mimi. Ukinifuata mimi utafika. Kwa sababu mimi najua tufanyeje. Ukuta ndio huu. Sio? Watu wengi wanakuja, wakifika hapa wanasongamana hapa katikati, vurugu kubwa sana. Wewe fanya kama huna habari na huu ukuta. Fanya kama unataka kuupita. Kama unataka kupitiliza, njoo zako mpaka hapa mwishoni kwenye kona hapa. Hapa kunakuwa na watu wachache, unafika kama umepanunua. Unapiga taratibu mpaka unamaliza. Lakini ukijitegemea mwenyewe utafuata haya makundi hapa. Ukifika hapa itakupata tabu kufikia, na sio tu tabu ya kufika. Sasa kuna hatari hiyo ya kwamba hicho kikuta usikifikie vizuri, na unaweza ukapigwe. Maana kama hujafika kule, kuna watu kama wenzako wenyewe wana haja wafike kule, huku nyuma wanataka kupiga. Sasa watakugeuza shetani, ndo wewe, badala ya kupiga ukuta watakupiga wewe. Kitu cha muhimu kuliko vyote ni kuhakikisha nyayo kwa nyayo na viongozi wako. Alhamdulillah, hata kama elimu yetu si nyingi, sisi wasomi sana, lakini tuna uzoefu wa kutosha na ibada hii mkubwa. Sasa ukitufuata sisi, Mungu atatusaidia wewe na sisi, na utafanikiwa. Karibu. Ndio. Asante. Miqat ni jina la kielimu la Kiarabu, Kiswahili ndio vituo. Hija ina miqati mbili. Kuna kitu kinaitwa miqatu zamani
na chengine kinaitwa miqatu makani. Kuna miqatu zamani wa miqatu makani, yani kuna